Kama kawaida tambo za mzee Magoma bwana ameweza kuwatambia, na kama kawaida yake kuikosoa Yanga na kuizungumzia Yanga kwa tofauti kwake ni kawaida. Amezungumza kuhusiana na issue na sakata la Stefan Aziz Ki baada ya kuaga na kuandika ujumbe mrefu kwenye mtandao wa Instagram akiweza kuaga wananchi na kuelekea kwenye safari yake ya Morocco kwa maisha mengine katika klabu ya Wydad Casablanca. Sasa alizungumzia pia swala la issue ambayo amekuwa akisikia, issue ya Faisali. Anaamini kabisa Faisali hawezi kutoka kwenye klabu ya Yanga, na pia aliweza kuzungumza mwamba huyo mzee Magoma akidai kwamba hakuna mchezaji kwa sasa anayeweza kurithi nafasi ya Stefan Aziz Ki. Yaani anaamini kwa klabu ya Yanga na uongozi wa Yanga kwa sasa hawezi kumpata mchezaji ambaye atakuwa ni bora zaidi ya Stefan Aziz Ki. Yaani anaamini kabisa mchezaji atakayepatikana atakuwa yuko chini ya kiwango cha Stefan Aziz Ki. Na tukijaribu kuliangalia hili swala, nafikiri ni la msingi sana kwa klabu ya Yanga na scouting ya Yanga kuweza kulizingatia. Yaani kitendo cha kumpata mchezaji ambaye atakuwa yuko chini ya kiwango cha Stefan Aziz Ki, basi kwa Yanga itakuwa ni sawa sawa na hakuna kitu ilichoweza kukifanya. Lakini inabidi apatikane mchezaji ambaye atakuwa ni zaidi na kwenye ubora zaidi kabisa ya Stefan Aziz Ki ambaye tayari ameshaaga ligi, ameshaaga wananchi, na ni fursa kubwa kabisa kwa wanayanga kuweza kumtakia kila laheri katika utafutaji wake katika nchi ya Morocco kwenye klabu ya Wydad Casablanca ambayo tayari ipo kwenye mikono salama ndani ya nchi ya Morocco. Kwa hiyo nafikiri kwa alichokizungumza mzee Magoma kina make sense na kina maana yake kwamba inabidi Yanga kwa sasa itulize akili na sio kukurupuka tu kumleta mchezaji wa kuweza kurithi nafasi ya Stefan Aziz Ki, bali ni kukaa na kutafakari na kuangalia, je, ni nani atakayeweza kuwa zaidi na kwenye kiwango bora kabisa cha kumzidi Stefan Master Ki Aziz Ki ambaye kwa sasa nafikiri safari yake kuelekea Morocco imeweza kutaradadi. Na je, tunaangalia kuhusu issue ya Faisali, sidhani kama bado ina mshike kwa sababu tayari ni swala zima tu la pesa na kushindana pesa. Simba ametoa mkwanja na Yanga ametoa mkwanja, yani bado hatujaona final decision kutoka kwa Faisal Salum Abdallah ambaye yeye anaamini kabisa kwamba wenda Yanga ikamfaa ama Simba ikamfaa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna kama 70% kwa 30, yani tunaamini Yanga basi kuweza kumchukua Faisali. Ni swala ambalo kwa sasa hivi Engineer Hersi amekuwa akilipambania na kuhakikishia kabisa kwamba inawezekana dogo janja akarejea tena kwenye kikosi cha wananchi mali kuziba pengo la Stefan Aziz Ki Master Ki. Cha msingi bwana, tukutane kwenye comment. Ni Hato Boy Media.